الاستعاذة من 4 قبل الدعاء pia katika tashahud ya mwisho kujilinda vile Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr al-mahya ile mpaka mwisho na adhab al-mahya wal-mamat mpaka fi al-masih ad-dajjal na adhab an-nar adhab al-qabr hile pia ni katika wajibat kwa kauli katika aqwali za wanavyuoni. Sunan as-salat al-qawliya kuna sunna za matamshi dua al-istiftah at-ta'min dua al-istiftah baada takbirat al-ihram na dua al-istiftah ni sunna at-ta'min kuitikia amin baada surah al-fatiha ikiwa soma peke yako na ikiwa nyuma imam. القراءة بعد الفاتحة ثم سورة بعد الفاتحة ni sunna mustahabba. القراءة في الأخير في الأخريين أحيانا kusoma baada surah al-fatiha sura nyingine ya pili katika zile raka mbili za mwisho ahyanan. التسبيح في الركوع والسجود tasbih katika rukuu na sujud ile ya kwanza ni wajibu na zile zinazozidi zile baada ya hapo ni mustahabba. kadhalika الزيادة في أذكار الاعتدال من الركوع زيادة katika أذكار زي اعتدال وكشاسم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا بارك نزيد nyingine zilizopokelewa zile ni mustahab. الدعاء بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي ile ya kwanza ni wajiba zinazofuata itakuwa mustahaba. الدعاء بعد التشهد الأول والأخير kuomba dua zile mutlaqan yani ni mustahab kama alivyohimiza Mtume sallallahu. التسليمة الثانية salamu ya pili ya upande wa kushoto pia ni mustahaba. سنن الصلاة الفعلية kisha kataja sunna za vitendo raf'u al-yadayn 'inda takbiratul ihram kunyanyua mikono katika takbiratul ihram ni sunna ya kitendo. wad'u al-yumna 'ala al-yusra 'ala as-sadr kuweka mkono wa kulia juu ya kushoto katika kifua pia ni sunna ya kitendo sio wajibu. an-nadharu ila mawdi' as-sujud kutizama sehemu ya sujud katika sunan fi'liya. رفع اليدين عند الرفع من الركوع kunyanyua mikono katika mtu anaponyanyuka kutoka katika nini katika rukuu na kwenye i'tidal. hay'atu ar-ruku' afanio nafikiri taeleza bana hay'atu ar-ruku' ya namna ya kurukua mithlu tamkini al-yadayn min ar-rukbatayn kumakinisha mikono miwili katika magoti katika yale ambayo yapendekezwa. ومجانبتهما عن الجنبين ومثل تمكين اليدين من الركبتين ومجانبتهما عن الجنبين يعني mikono yako yasiguse mbavu zako pia ni katika sunan katika hay'a ya rukuu. ومد الظهر na kunyosha mgongo. kadhalika تقديم اليدين على الركبتين عند الهوي إلى السجود kutanguliza mikono miwili kabla ya magoti mawili mtu anaposhuka kwenda kusujudu atangulize mikono. سادسا أي هيئات السجود هذه هيئة السجود مثل مجافاة اليدين عن الجنبين kuweka mikono yako katika sujud mbali na mbavu zako. dhammi asabi' al-yadayn kufunga vidole hivi wakati wa sujud vyote vielekea qibla. istiqbal al-qibla bi atraf asabi' ar-rijlayn kuelekea qibla kwa hizi ncha za vidole viwili vya mguu ndivyo vielekea qibla katika nini unaposujudu. qala نصب اليمنى وافتراش اليسرى أو التورك kusimamisha mguu wa kulia na kutandika wa kushoto ukakaa na makalio yako juu ya mguu wa kushoto hii inaitwa iftirash. sawa ni kama umeutandika ule mguu wako kwa ukitia wa kushoto na ule wa kulia usimama vidole vielekea qibla. au tawarruk au ikiwa ni katika swala ya rak'a 3 au 4 ile tashahudi ya mwisho au tahiyatu ya mwisho wakati chini wapitisha mguu wa kushoto chini ya mguu wa kulia na mguu wa kulia usimamisha.
jalsatul istiraha na hii ni kabla ya kusimama kutoka katika raka ya kwanza kwenda raka ya pili mwanzo utulia kisha ndio usimame al-i'timadu ala al-ardi 'inda al-qiyam kutegemea mikono wakati unaposimama kwa hivyo kinachoanza kusimama nini magoti kisha mikono tahriku sababati 'inda tashahhud na kutikisa kidole wakati wa tashahhud na kutikisa si hivi kwenda juu chini hivi si taharruk tahrik ni hivi tu hapa kidole kiwe hapa juu kisiende chini juu hii ni rafa wa khafd hii rafa wa khafd kuna wengine wafanya hivi mpaka yule aliyoko ubavuni mwake ashughulishwa kunani jamaa si hivi makosa tahrik kidole kiwe pale pale kwa hivyo tahrik ni hapa tu peke yake hii ndio tahrik si hivi rafa wa khafd hii ni rafa wa khafd kuinua juu na chini mfahamu sio kwa usifanye hivi ni hapa wanyosha na hii ni mustahabba si wajibu na wamekhtalifiana wanaoviona kwa ikiwa mwenzako amenyosha yeye hatikisi usimlazimishe mwache wewe waona kuwa ni sunna fuata tikisa kidole chako haina shida yote si mbona wewe ufanye hivyo wewe wako wanaoviona unaona kuwa hii hadithi ni shadha na wako wengine wanakuwa ni hadithi thabita kwa yule ambaye yuona imethubutu atakisa kidole yule ambaye aona kuwa haikuthubutu kwake basi atanyosha tu kile kidole wala kuna makosa yote طيب turudi juu qala wa kana sallallahu alayhi wasallam afwan wa kana yaqifu fiha qa'iman katika swala alikuwa akisimama tuko hapo sio استقبل الكعبة سيوا استقبل الكعبة يا كwanza hiyo huelekea قال النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب المجموع قال أهل اللغة أصل القبلة الجهة أصل يعني قبلة الجهة upande وسميت الكعبة قبلة لأن المصلي يقابلها وتقابله sababu ile mwenye kuswali huelekea الكعبة na الكعبة yamuelekea ndio kiitwa nini qibla في الفرض والنفل alikuwa akifanya hivyo katika swala ya faradhi na swala za sunna wakana yaqifu fiha qa'iman katika swala alikuwa akisimama wa in ajaza 'an al-qiyam salla jalisan mutarabbi'an kama hiya sunna ikiwa hawezi kuswali kwa kusimama basi ataswali kwa kukaa mutarabbi'an ni kama hivyo wengi wenu sasa hivi mlivyokaa kaa vizuri hivyo ndio mutarabbi'an sawa kile kikao cha kula mtele jamaa paka kipiga mtele huwa wakaa hivyo yani afungua kabisa afukia tu pokea almuhimu hicho kikao cha kitendo ikiwa mtu aswali chini na leo watu wengi waswali juu ya viti la basi ikiwa ataswali juu ya kiti aswali juu ya kiti lakini ikiwa atakaa chini hivi ndio sunna kukaa طيب je kwa mfano hawezi kukunja miguu yake akanyosha mguu la basi ni mustahab وكان يقف فيها قائما في الفرض والنفل كيف سماما ketika faradhi na sunna وصلى في مرض موته جالسا ketika maradhi ya mauti yake akaswali akiwa amekaa chini hapo akasema ويستفاد منها نسخ الأمر بوجوب صلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم في هذه المرة الأخيرة بالإعادة لكن إذا نسخ الوجوب يبقى الاستحباب hapa tupata faida kuwa imefutwa amri ya wajibu wa maamuma kuswali kwa kukaa imamu wao anapokaa Mtume sallallahu alikuwa akiswali kwa kukaa akionyesha masahaba waswali kwa kukaa kama vile imam sababu ju'ila al-imam liutamma bi kwa hivyo imam akiswali kwa kukaa kwa kuwa hawezi kusimama na watu nyuma watafanya nini watakaa ingawa hii sunna ya kuwa imam ndio yosalisha hata akiwa hawezi kusimama wakati wa sasa kuitabikisha yaweza kuleta fitna kubwa sana yani imam akiwa mgonjwa kwa mfano afadhali ampishe mtu mwingine aswalishe kwa kusimama watu waswali kwa kusimama mfano kwa sababu ni mustahab amri yabakia kuwa ni mustahab si lazima kwa imam akiswali kwa kukaa maamuma aswali kwa kukaa mwanzo ilikuwa ni wajibu waswali kwa kukaa kisha Mtume sallam hakuwa kataza wao kuswali kwa kusimama kwa hivyo hukumu ya wujubi kaondolewa ikabakia istihbab
kama ilivyo katika al-Fath ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Kwa hivyo imam akiswali kwa kukaa, maamuma pia aweza kuswali kwa kukaa. Umeelewa sio? Sasa lakini huu mujtamaa wetu ulivyo, watu hawajui, ukiswali imamu kwa kukaa nafikiri utakuwa umekuja na jambo ambalo litaleta balaa kubwa sana katika mujtamaa. Kwa aula mtu kama hivi ampishe mtu mwingine aswalishe kwa kusimama. طيب قال وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة ويأمر بذلك. na alikuwa mtume sallam akisimama karibu na sutra bali akiamrisha hilo. baina yake yeye anaposujudu na sutra ni kiasi cha takriban shibri moja tu, baina yake yeye sehemu ya kusujudu na nini na sutra, si zaidi ya hapo. Kwa hiyo alikuwa akiweka sutra na akiamrisha kuweka sutra, na hii tushaizungumzia mwanzo. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. hii دليل ya nini? شرط النية katika swala. lakini nia yenyewe mahallu hal qalbu, sehemu yake ni moyoni, wala haitamkwi. Kwa swali ubavuni mwa mwenzako wamsumbua, na waitu usalli fardha salati al-asr, kumbe ni dhuhri 4 ركعات لله تعالى مأموما في مسجد كذا تاريخ كذا, sio? Kisha uanza Allahu Akbar, shetani akwambia unajua nini? Ni adhuhuri baba, unasema la siri wewe. A'udhu billah, kumbe yeye mwenyewe shetani. A'udhu billah mshtani, yeye mwenyewe amfuata shetani. Na waitu usalli, ya nini haya yote? Yanatoka wapi jamani haya? Usije kutuambia watu wote wewe acha kelele zako, untoa wapi? Usitupigie kelele sisi. Kuna watu wakiambia untoa wapi? Ona hawa la, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kelele nyingi hazikusaidii, hata uvutaji bangi wa kelele kuliko wewe. Wewe tuambie dalili tu iko wapi? Lafdhi mtume sana masema tamkeni hivi kabla ya swala, hakuna kitu kama hicho. Mmetunga nyinyi tu, antum wa abaukum alaqdamun, mmetunga nyinyi. Lakini hii si dini ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni uzushi. Kwa hivyo nia iko ndani ya moyo, kuitamka ni bid'a in capital letters, kwa herufi kubwa. Hakuna kitu cha kutamka nia. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah aeleza tukio litokea Haram, asema kuna bwana mmoja alikuwa, nafikiri ni yeye alikuwa pale, amsikia atamkania nawaitu usalli fardha salat kadha mamu fi al-haram al-makki na nini. Asema kulikuwa na ami ubavuni mwake iwakereka sana, ataka kuanza kuswali, lakini sasa huyo yomtatiza ile swala yake. Asema akamuongojea wewe mpaka akamaliza, atakusema mtadhar nasit shay, kuna kitu sawa ايش التاريخ sawa tarikh, taja na tarehe pia. Kuna watu jeuri waambia na tarehe pia itaje, usahau hiyo. Unamza nini bwana, waudhi watu na kutaja tajania, hiyo si katika sunna bali ni bid'a. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي احيانا فينا عليه وصلى مرة على المنبر بقصد التعليم. na mtume sallama alikuwa wakati mwingine akiswali kwa viatu, na hii ikiwa mahali paruhusu ya kuswali kwa viatu, kama kwa mfano swala ya Eid ambayo swali uwanjani, waweza kuswali kwa viatu. Na hili tulizungumza sana alhamdulillah, mpaka mtu akisema hajui sasa afanya kusudi. Sasa tutatumia ile system ya jana, tutafinya ili mjue sunna. Tushawaambia kuvaa viatu ni sunna katika sehemu ambazo za kuvaa viatu. Sasa hatuwezi, misikiti yetu na mabusati hatuwezi kuswali hapa kwa viatu. Pia mtukataza uwanjani. Vipi bwana? Uwanjani tutaswali na maadamu viatu safi, tutaswali navyo, sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sema alikuwa hatujui sisi, unaona, hawaambii watu, tushawaambia ni sunna kuswali kwa viatu. Sawa? Alafu tena watu wajisahau sawa. Hata siku moja mtume sallam swali na viatu kisha akavitoa akaviweka kando kwa sababu ilikuwa na uchafu. Alikuwa kuswali na nini? Kuswali na viatu. Umemwajua.
swali akiwa amevaa viatu. Kwa ahyana bimaana ikitokea mahali munasaba waweza kuswali kwa viatu, tutaswali kwa viatu. Sasa kama salatul Eid kwa vile ni uwanjani, viatu jamaa Eid watu wavaa vipya, alafu wengine tuenda kwa magari mpaka uwandani, havijachafuka chochote, ukiangalia vipya pia. Basi tuogopa watu watuswali kwa viatu, tutaswali navyo. Sasa wewe tokea useme, utaonekana mjinga wewe sasa, sababu ushaambiwa. طيب turudi hapa. Wasalla maratan ala al-minbar biqasd at-ta'lim. Nataka nionyeshe hapa aliswali vipi Mtume sallam juu ya mimbar. Maana hatuwezi kufanya hivi Ijumaa, pia itakuwa kituko cha mwaka. Kwa nitasimamisha darasa nionyeshe hapa kwenye mimbar alikuwa akiswalisha vipi Mtume sallam juu ya mimbar. Waweza vipi kuswali juu ya mimbar wewe? Sawa, tusimame kidogo hapa alafu. طيب قال ثم كان يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، فهو صلاة وكسمة الله أكبر، يرفع بهما صوته أكنينيو صوتياك سبويني إمام، ويسمع من خلفه وكسكيا وليكون يماك سبوى لكواني إمام. أما مأمومة هنينيو صوتياك مبكي كنينيوك كما في الإمام، بل تجسكريزيشا نفسياك. وكان يرفع يديه تارة مع التكبير، alikuwa kinyanyua mikono yake wakati mwingine pamoja na takbira, bimaana Allahu akbar pamoja na takbira. وتارة بعد التكبير، wakati mwingine baada ya takbira Allahu akbar kisha ndio yanyua mikono yake ingia. وتارة قبله، na wakati mwingine kabla takbira Allahu akbar, kabla takbira ashanyanyua mikono yake. وكان يرفعهما ممدودة الأصابع ويفرج بينها، na alikuwa Mtume salama wala yadhummaha, alikuwa akinyanyua mikono yake katikati, hafungi wala hafungui hivi. Kwa hivyo kati kwa kati, vidole vyake vikiwa amevinyosha, havikukunjwa. Kwa hivyo hivi straight bila ya kukunja, bila ya kufungua, kati na kati, Allahu akbar, kwa namna hiyo. Na hadhwa mankibei haimaanishi ni huku. Mimi shaona watu waswali huku, yofanya huku mpaka wale jamaa hii, lakini iko hii. Hadhwa mankibei ni hapa mabega haya, yani shoulder level hapa, ieleweka. Si huku ubavuni huku. Hii stretching hii si sawa, ni hapa mbele ya mabega yake. طيب قال وكان يرفعهما ممدودة الأصابع ويفرج بينها ويضمها، وكان يجعلهما حذو منكبيه كما تلفتاج، وربما رفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنين، wakati mwingine hunyanyua mikono yake mpaka ikawa katika level ya masikio yake, na ni hapa. Na baadhi ya ulama wakasema bora akinyanyua kwenye masikio kwa sababu ya kusanya baina mabega na masikio sehemu zote mbili. Wala hii pia si kugusa masikio. Kuna watu wengine wakiswali kidole chake cha gumba mpaka kiguse ndewe yake hivi, na wengine utafikiri waadhini ama atakupiga kelele haika humu hapa. Haimaanishi hivyo, ni kuwa mkono wako unyanyue uwe katika level ya masikizi yako namna hii, afanye hivyo. طيب قال ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، kisha huweka mkono wake wa kulia juu ya kiganja cha mkono wake wa kushoto. Warusgh wasaid, arusgh ni huu mfupa ulioko katikati hapa, hii kaf, kisha rusgh, kisha said ni huu mfupa huu wa dhiraa. Kwa hivyo aeka mkono wake hapa, bimaana wagusa sehemu katika kiganja chako na katikati, na huu mfupa unaopanda juu kwenda kwenye kisukusuku pamoja hivi namna hii, kunja hivi. Hii ndio kuweka juu ya nini. Qala, fikiri hapa kuna taaliqa kwa wapi? Namba 4. Qala tanbih, hii tanbih kali.
yasemaje min mubtilati as-salati 'inda ar-rawafid katika vinavyobatilisha swala kwa mashia wad'u al-yumna 'ala al-yusra fi as-salah ukiweka mkono wako wa kulia juu ya kushoto kwenye swala kwa mashia swala yako batila ili mradi wa khalifa al-sunna si mfahamu yani hawa jamaa wataka kila namna wa khalifa al-sunna na kuna watu ndugu zetu hakutaki yeye paka swala yake yabatilika akiweka mkono wa kulia juu ya kushoto wewe unafiki kutoka wapi wala ba'sa bihi 'indahum hala taqiyati lakini ikiwa ni taqiya yani unataka kujistiri kujificha itikadi yako wewe ukiwa na watu wa sunna weka mkono haina neno taqiyatan naona na hii taqiya imewahada wengi katika watu wasiofahamu wengi wakaingia katika mtego wasiofahamu na haya maneno yasema nani al-Khomeini katika kitabu Tahrir al-Wasila lil-Khomeini al-Halik huyo aliangamia zamani alhamdulillah قال وكان احيانا يقبض باليمنى على اليسرى وكان يضعهما على الصدر na wakati mwingine qabd ni kidole chako cha gumba kuwa juu kwenye joint yako baina ya kiganja chako na mkono wako kisha na hivi vidole vinne viko chini ushike hivi hii ndio qabd kisha uweke kwa hivyo ikiwa si hivi weka hivi احيانا kisha juu ya kifua weka ala sadr ufunga hivi katika kifua قال ثم يرمي ببصره نحو الارض kisha utupa macho yake kwenye ardhi yani angalia chini pale anaposali ثم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة عددها 12 نوعا kisha ufunguza swala yake kwa adhiyatul istiftah ziko 12 rejea katika sifat sala ya Sheikh Al-Albani utazipata zote ameziorodhesha يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه أم حميد الله نكم تكوزا نكم سيفو ثم يستعيذ بالله تعالى فيقول أعوذ بالله كيشا عليك استعاذة أعوذ بالله نهي يكون منا رواية فوق منذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما يليف كتك آية فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم hii ambayo yafahamika na kila mtu pia waweza kuongeza a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi hii pia waweza kuongeza ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها kisha atasema bismillahir rahmanir rahim bila kujihirisha bila kuisoma kwa sauti na hii ni katika swala ya jahriya kwa imamu ingawa ikiwa ataileta bismillah kwa sauti ahyanan la bas ili mtu ajue kuwa pale yasoma bismillah ahyanan la bas na wale wanaokwenda kuwa bismillah yasoma kwa sauti pia la bas ikiwa yuona dalili za nguvu kwake ni kwa yatamka basmala kwa sauti pia haina neno wala hili halipimi mtu wa sunna na khurafi hili pia lingine watu wasielewa kwa sababu watu walijengwa kule na zile sunna za kikhariji zile za kijingajinga zile wajua sunna mwanzo ilikuwa ni watu vichwa yani si kusoma yani ni hivi au ni hivi ni masala fiqhiyya wamختلفiana wanaovioni na adilla mutanazi'a jiddan kila mmoja na dalili ambayo yavutia upande wake kwa hivyo Shafi'ia wao waenda kuwa al-jahr bil basmala ndio sunna haina neno na kwa mfano mtu amekwenda mahali akaswalisha na pale mahali ajua ni Shafi'ia na wale watu wajua wao wajahirisha akajahirisha atakuwa mfanya unafiki sawa haina tatizo lolote hana makosa yote sasa mtu asomwangalia akiwa huko asoma kwa siri akiwa huko hata huko anakosoma kwa siri siku nyingine akijahirisha bismillah haina shida yote la basi kwa hiyo sichukuliwe kama ni jambo kubwa ndio linalopasua huyu khurafi ama huyu ndio mtu wa sunna hata haiko huko kabisa nenda kasome mukaddima au kasome tafsiri ya sura al-Fatiha katika tafsiri ibn Kathir rahimahullah nenda kasome kwa hisani za kusome alafu uje unieleze unatoka na natija gani tafsiri ibn Kathir iko kila mahali sio alhamdulillah nenda chukua soma
kasome ameeleza nini kuhusu basmala, amezungumza suala la kuwajahirisha msijahirisha, kisha wewe utakuja kuniambia kumbe mtu akiweza, ikiwa ameona dalili na nguvu, lakini wewe nenda kaangalia mwenyewe kasome alafu taona inshallah. طيب ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية. كيش اسم سورة الفاتحة تيكت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يكت آية آية. hii ndio sunna. طيب akichanganya aya mbili au tatu atusemi kwa swala yake isihi, lakini sunna ni yakate aya aya. فإذا انتهى من الفاتحة قال آمين آمين akimaliza سورة الفاتحة. إمامنا مأموما يجهر ويمد بها صوته, kwa hivyo atajihirisha amin na atavuta sauti yake amin sauti. ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا. نكيش تصوم بعد فاتحة سورة nyingine, wakati mwingine Mtume salama akirefusha kama salatu al-fajr, na wakati mwingine akifupisha kama kwa mfano salatu al-maghribi wa salatu al-isha. وإن اقتصر على الفاتحة أحيانا أصاب سنة, يعني سنة تقريرية. Mtume salama alimuona mmoja katika masahaba asoma hivi, wakati mwingine akisoma sura al-Fatiha amin Allahu akbar ahyanan, mara moja moja la bas, ili watu wajue kwa hii ni sunna, sio wajibu. Sura baada ya Fatiha sio wajibu. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح. Mtume sana alikuwa kijahirisha kisomo chake katika salatu الصبح. Hikma yake nini? Allahu a'lam. Mtume sana alikuwa akifanya hivyo, alikuwa akifanya hivyo. Kuna wengine, kwa nini hapa nyamaza, kwa nini hapa nsoma kwa sauti? Ya akhi, Allahu a'lam. Ikiwa hikma iko alhamdulillah, kama kuna sisi tumfuata Mtume sallu kama raitumuni usalli. Pia katika rak'a mbili za mwanzo salatu al-maghribi na salatu al-isha. ويسر في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. na alikuwa akisoma kwa siri salatu dhuhri na asri na rak'a tatu ya maghrib na rak'a mbili za mwisho za isha. وكان يجهر بالقراءة أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف, na alikuwa akisoma kwa sauti kujahirisha katika swala ya Ijumaa na swala za Idi mbili na swala ya kuomba mvua na salatul kusuf, jua likipatwa au mwezi kadhalika. وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف, na alikuwa akizifanya rak'a mbili za mwisho fupi kuliko zile mbili za mwanzo kwa nusu yake, katika urefu wake nusu yake. قدر 15 aya, kiwango cha aya 15. وربما اقتصر فيهما على الفاتحة, na wakati mwingine husoma suratul Fatiha peke yake katika zile rak'a mbili za mwisho. ثم كان إذا فرغ من القراءة سكت سكتة. Mtume sallam alikuwa akimaliza kusoma ile sura ya pili, baina amin na suratul Fatiha kitikia amin, pale hakuna sakta, haikuthubutu katika sunna kuwa alinyamaza. Mtume sallam alikuwa akiunganisha kusoma pale pale baada ya amin. Ama baada ya kusoma qiraa yake kabla ya kuenda katika rukuu alikuwa akinyamaza kidogo, kisha ndio akirukuu. Na kunyamaza kwake kipimo chake ni kama kuvuta pumzi, Allahu akbar, mfano kama hivyo, yani kidogo tu, asinyamaze mpaka watu wakaanza kumkosoa nyuma afikiria nsahau aya, nyamaza tu. Jamaa watakukumbusha tena, ukiwa unasoma Yasin hivi alafu mbakisha utakumbushwa na msikiti mzima, liundhira man kana hayya, sikia uko nyuma huko. Ama usome suratul Kahf kisha unyamaze hivi muda mrefu, utakumbushwa na kila mtu. Jamaa wafuatiliza makini. Kwa hivyo wanyamaza kidogo tu, yani kutofautisha baina ya takbira na qiraa, iwe siwe walaikum adh-dhalimun Allahu akbar, ukaunganisha kama ile Allahu akbar ni katika ile sura. Kwa kule kunyamaza ni kutofautisha baina ile Qur'an uliyosoma na takbira ambayo waenda katika intiqali ya pale. ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح, يعني pamoja na takbira nyingine
kabla ya takbira nyingine baada ya takbira hivyo hivyo anaponyanyuka anapokwenda kwenye nini rukuu qala wa kabbara wa raka'a litakbirana rukuu وكان يضع كفيه على ركبتيه na alikuwa akiweka viganja vyake juu ya magoti yake si kwenye muundi kwenye magoti وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما amakinisha mikono yake katika magoti yake kama yataka kuyashika ile magoti bimaana panua vidole vyake kishika magoti yake وكان يفرج بين أصابعه maana yufungua hivi vidole vyake وكان يجافي مرفقيه عن جنبيه na visukusuku vyake havigusi nini mbavu zake wakati anaporukuu قال ويبسط ظهره ويسويه حتى لو صب عليه الماء لاستقر kisha hunyosha ule mgongo wake mpaka lau kama utamwagiwa maji yale maji yatabakia pale pale namna anavyonyosha wakana la yasubbu ra'sahu wala yuqni'u walakin baina dhalika na alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam hashukishi kichwa chake chini hivi la yasubbu ra'sahu hashukishi kichwa chake chini hivi wala yuqni'na wala hakinyanyui kile kichwa chake kuna wengine ikhwa nishaona mimi aswali kwa sababu atakunyosha mgongo paka ainua kitu juu hivi sio mafahamu Uthman hebu onyesha rukuu hapo hapo angalia kule rukuu ainua kichwa juu nyosha mgongo kuna wengine ufanye hivi hii makosa au laza chini kabisa chini kama uchungulia katikati ya miguu hivyo pia makosa kwa hivyo uwe wapi katikati baina dhalika sawa barakallahu fik uwe kati na kati qala naam وكان يطمئن في ركوعه anaporukuu huwa anatumaanina na utulivu ويقول سبحان ربي العظيم 3 سبحان ربي العظيم مرة 3 وكان يقول في هذا الركن انواعا من الاذكار والادعيه تارة بهذا وتارة بهذا na hizi adhkar pia utazipata katika sifa sala Sheikh Al-Albani amezitaja riwaya zote zile adhkar ambazo zaletwa katika rukuu وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع na Mtume sallam alikuwa akikataza kusoma Qur'ani katika rukuu قال وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء بمعنى hizi nguzo zote za karibiana kuwa sawa kisimamo chake rukuu yake i'tidali yake sujudi yake yakaribiana sio zile nyingine fupi qiraa na hii ndio utaona kosa la wale ambao huswalisha salat al-witr wakati wa Ramadhani kisha wakaleta kunuti ndefu ile kunuti urefu wake inshinda zile rakaa tatu zote zile kusanya wakati wake haufiki ule wakati alioleta kunuti na hii makosa kwa sababu yatakana zile nguzo zikikaribiana yamaanisha kwa usirefushe dua na watu wachoko kunyuma kwa hivyo wamuona zile rakaa mbili za mwanzo wamekwenda haraka rakaa ya tatu wamekwenda haraka amefika kwenye i'tidali sasa nusu saa pengine labda rakaa mbili za tarawih zile somo juzuu kule rakaa mbili nzima za tarawih ama rakaa 4 sema ikiwa ni robo saa afanye hivyo hii pia ni makosa zatakana zikaribiane si utaelewa hapa vizuri naam ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده akinyanyua mgongo wake kutoka katika rukuu akisema sami Allah liman hamida وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام ويقول وهو قائم ربنا ولك الحمد وكان تارة يزيد على ذلك mikono yake unyanyua imma kabla na hii itakuwa nyanyua wapi akiwa chini au pamoja huku yanuka au akishanyanyuka ndio afanya nini ndio yanua mikono yake kwa namna tulivyoanza pale mwanzo tulipotaja katika takbiratul ihram na wakati mwingine iwazidisha zaidi ya rabbana walakal hamd na hizi zile adhkar ambazo tulizitaja zote hizi anazotaja hivi Sheikh hafidhahullah ukirejelea katika sifatu sala للإمام الألباني رحمه الله تعالى utapata hizi adhkar zote jazahullahu anna khairan ameziorodhesha pale zilizothubutu kutoka kwa Mtume sallam wakana idha rafa'a ra'sahu istawa kuanzia hapo tusoma kikao cha kesho inshallah mpaka mwisho wa swala biidhnillah ta'ala
subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.